Kuna msemo unasema fahari ya mfalme kuwa na himaya kubwa. Sasa madiwani wangu hao wanataka maeneo ya katikati. Wengine wanataka kata ziondolewe ziwe ndogo. Wanataka wawe na utawala mdogo. Sasa kwa kuwa wanaona hivyo, basi sawa, ni jambo zuri, kwa sababu wao hawajajiangalia wao kama watawala ama kama viongozi kuwa na maeneo makubwa, bali wamewafikiria wananchi ambao ndio wanaohitaji huduma zaidi. Sababu unaweza kuwa na eneo kubwa lakini huduma zikawa chache na ikawa tabu kwa wale wanaoongoza, kwa sababu unapata wakati mgumu kuwafikia wote kwa pamoja. Kwa maana hiyo, madiwani wako hawa wameonyesha ni namna gani wao wako mstari wa mbele katika kuwajali wananchi ambao ndio wanaohitaji huduma za ukaribu, na ndio maana wako tayari kuona kwamba hata kata zao zinagawanywa, wao wanabaki maeneo madogo. Pamoja na udogo huo, kwao sio shida ama sio tatizo, bali wao wanahitaji watu wapate huduma na huduma kwa haraka. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wapongeze madiwani kwa kuliona hilo na kuona kwamba kuwa na eneo kubwa si kitu, bali kitu ni watu kupata huduma. Jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, masuala ya vigezo kama yalivyowezwa kuzungumzwa hapa, kwamba ukiangalia vigezo kama ulivyojaribu kusema, lakini kama kuna waheshimiwa wengine madiwani walivyozungumza, sisi tuna vijiji mpaka leo hata ukivipima kwenye hizi sifa havikizi. Na vijiji mpaka leo, na kata mpaka leo ukizipima kwa hivi vigezo hazikizi. Mfano tu mdogo, kata ya Siuyu ina vijiji 3, kata ambayo nimetoka mwenyewe. Lakini imepewa kata. Lakini ukiangalia kwa vigezo hivi inatakiwa kuwa na vijiji zaidi ya 5. Sasa kama hivyo, basi tungeweza kuamua kufuta vijiji vyote, kwa maana hata sifa zenyewe havina. Kwa vigezo hizo, Mwenyekiti, ni kupongeze sana kwa busara zako kwa kusema pamoja na haya jinsi yalivyo, basi sisi tuna nia ya kuviomba hivi vijiji ama kuomba hizi kata ama kuomba hizi halmashauri ama kuomba hizi tarafa, ili kule juu basi waweze kuridhia na tuweze kupata, kwa sababu tunahitaji maeneo ambayo yanafikika kwa haraka, na hoja kubwa ni watu wetu waweze kupata huduma kwa wepesi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hilo tuko pamoja. Lakini na mimi niseme tu, majuzi nilikuwa kwenye ziara, na hata mwezi uliopita nilikuwa kwenye ziara, nimejionea mambo mengi sana. Wananchi wameomba kweli. Kuna wapo waliomba vitongoji, kuna wapo waliomba vijiji, na kuna wapo waliomba kata, na hata wengine wameweza kuomba halmashauri. Kwa maana hiyo, Mwenyekiti, kikao chako hichi kinakwenda kujibu hoja za wananchi ambazo mimi kwenye ziara ama kupitia ziara niliyofanya, maswali niliyoulizwa, kwa kama itaenda ilivyo, basi kwa asilimia zaidi ya 99 hoja zao wananchi zitakuwa zimepata ufumbuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na yote hayo, mambo mengine pengine hapa halmashauri yakawa na ukomo wake. Mimi niseme tu kwamba kama nitahitajika kwa namna yote ile kusaidia, kwa maana ya kule bungeni ama kufika wizarani kwa waziri husika, basi nitakuwa mstari wa mbele kwenda kuchombeza, kwenda kusisitiza na kuonesha umuhimu wa kwa nini tupewe hivyo vijiji, tupewe hizo tarafa, tupewe hizo kata. Nitakwenda na naomba nilichukulie hili kwa nguvu zote, kwa sababu mimi mwenyewe nimejionea mwenyewe katika maeneo ambayo nimetembea wakati nafanya ziara. Kwa hiyo hata kama ikihitajika kulizungumza bungeni, basi nitalizungumza, ili yamkini vigezo hivi kama ni vigumu, basi wizara ione namna gani ya kuweza kuviweka sawa, ili wengine wapate kwa namna ya uspesho wake kutokana na mazingira yetu na jiografia yetu ambayo sisi tunayo. Sasa la mwisho,
Mheshimiwa Mwenyekiti, niwashukuru sana madiwani pamoja na jopo lote ambalo liko hapa. Madiwani kwa sababu sisi wote tuko hapa. Wakati mwingine nikija kwenye ziara alafu ikatokea kwamba labda pengine kuna sehemu tumesahau kijiji ama kitongoji, naomba tushirikiane pamoja kueleza